Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Malasusa, lipeni kodi kwa furaha, ataka zitunzwe vizuri kuendeleza nchi, asifu TRA, ahimiza wanaume kufanya toba kubadilika. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Mwigulu wataka wazi fedha za afya, habari katika ukurasa wa pili. Watoto 160 wazaliwa kwa upandikizaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. ATCL yatua Oman, serikali yataja fursa, habari katika ukurasa wa 3. Malipo kidijiti sasa rasmi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika uhifadhi wa mazingira ni msingi wa Tanzania, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Barabara ya Ruangwa na Nganga mambo safi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika leseni yaja kwa walimu kudhibiti udanganyifu mitihani, habari katika ukurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa katika mazungumzo na katibu mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific, Musa Batraki jijini Arusha jana. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ahueni vilio bima ya afya kwa wote, wanaofaidika waeleza wanavyopunguziwa mzigo wa gharama, lakini changamoto kubwa ni kukosekana kwa huduma za vipimo na dawa. Serikali yatoa ufafanuzi mikakati ya kuboresha huduma, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. 276,074 ni idadi ya kaya zisizo na uwezo ambazo hadi sasa zimesajiliwa kunufaika na mpango huo. Nukuu ya Rehema Mushi, mkazi wa Mbagala, inasema mambo yako vizuri, changamoto iliyobaki ni kwamba wakati mwingine baadhi ya dawa zinaisha na tunaelekezwa kununua nje. Mwananchi limeandika watuhumiwa wa kesi ya ugaidi wafikia 130, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Jinsi CCTV zilivyofichua mauaji ya mahabusu polisi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mambo matano ya kupata katiba mpya kabla ya 2030. Rais Samia Suluhu Hassan aliahidi mchakato wa katiba mpya kuanza ndani ya siku 100 za uongozi wake, na makamu wake Dr. Emmanuel Nchimbi amewataka Watanzania kupambana ili kupata katiba mpya. Swali ni nani anayezuia kupata? Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 26. Mwananchi pia limeandika Butiku, tutaendelea kuwa walinzi wa utu, haki na usawa bila uoga, habari katika ukurasa wa 8, 9, 10 pamoja na ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pasa nakala yako some kwa ndani zaidi. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumatatu ya leo ni askofu apendekeza njia za kumaliza mkwamo wa kisiasa, ashauri jukumu hilo asiachiwe Rais Samia peke yake, ataka Kikwete, TEC, viongozi wa dini, Lissu, CCM, Chadema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Tanzania yaandika historia mpya ya masoko ya fedha, habari katika ukurasa wa 4. Samia atatua adha ya maji Kibondo. Wananchi wa wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma wamemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutekeleza ahadi ya kuboresha huduma za maji nchini, hatua ambayo inaondolea adha muda mrefu ya upatikanaji wa maji na kutimiza kwa vitendo kampeni ya serikali ya kumtua ndoo mama kichwani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Kombo akutana na waziri wa mambo ya nje Rwanda, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Polisi Songwe washirikiana na wananchi kufanya usafi, habari katika ukurasa wa 4. Taasisi zinatakiwa kutokwamisha wawekezaji, habari katika ukurasa wa 2. Iran, tutajilinda dhidi ya Marekani, habari katika ukurasa wa 19.
Gazeti hili limeandika hizi ndizo sababu zinazochangia kukosa usingizi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni nani anayekwamisha kupata katiba mpya. Hili ni swali. Miaka 15 tangu safari ianze, kila upande unasema una nia. CCM, upinzani, viongozi wa dini, wanaharakati wasisitiza umuhimu wake. Dr. Nchimbi Lissu na THRDC watofautiana kuhusu namna ya kuifikia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Maeneo ya wazi yanavyohujumiwa. Uchunguzi wa Nipashe wabaini bustani, viwanja vya michezo na maeneo ya wazi yakimezwa na ujenzi, biashara na migogoro ya ardhi. CAG aliwahi kuonya miaka 9 iliyopita kuhusu uvamizi, ubadilishaji holela wa matumizi ya maeneo ya wazi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3, na hii ni ripoti maalum. Chadema yamrejesha kazini aliyesimamishwa kisa tuhuma za Heche. Ofisi ya katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema imemrejesha kazini katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro Barnabas Okela, ikieleza kama kuna tuhuma dhidi yake apewe nafasi ya kusikilizwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 19. Asilimia 85 ya waathirika ukatili Zanzibar ni wanawake, habari katika ukurasa wa 16. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele limeandika safari mpya ATCL Oman kuchochea biashara na utalii, habari katika ukurasa wa 5. Mkurugenzi wa jiji na diwani wajitosa sakata la kiwanda cha chokaa, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima linalo mikononi mwangu Jumatatu ya leo lenye limeandika Balozi Nchimbi ahidi ushirikiano kimataifa, amehakikishia katibu mkuu wa OACPS dhamira ya Tanzania kwa taasisi hiyo, habari katika ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akizungumza na katibu wa Jumuiya nchi za Afrika, Caribbean na Pacific Musa Saleh Badrick jijini Arusha jana. Kairuki yafikisha watoto 160 upandikizaji mimba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Ana Abdallah Lubinga wataka somo muungano, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Serikali sekta binafsi Zanzibar kupunguza uhaba wa maji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili imeandika Dr. Mwigulu asisitiza wazi fedha za NBC Marathon, habari katika ukurasa wa 3. Kilio wanaokatwa matiti chapata tiba Muhimbili, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. TRA yatoa siku 30 kwenye bidhaa maeneo ya forodha, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika exclusive Makalwa subirini muone dakika zake 22 za chagumzo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kagame Cup Julai 25 saa 1 kamili usiku ni Simba dhidi ya Jamus. Kocha Yanga atoa tahadhari, habari katika ukurasa wa pili. Arsenal yataka kuvunja mwiko kwa Vinicius Junior, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Karata ya kwanza ya Twiga Stars wa AFCON, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 13. Utata ushindi wa Joshua shaka tupu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Kirafiki leo Jumatatu ni Galatasaray dhidi ya Venezia saa 3 kamili usiku Hoffman Austria. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye katika ukurasa wake nyuma limeandika Changarawe atinga 16 bora madola, habari imeandikwa kwenye ukurasa za ndani. Tanzania wafunika nusu marathon Dodoma, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili imeandika Shime tupo tayari kuikabili Afrika ya Kusini. Lakini pia gazeti hili imeandika England yavunja rekodi madola, habari katika ukurasa wa 22. Chongoro hamasisha fursa za AFCON 2027, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye ukurasa wake wa nyuma limeandika Mangoba awahenyesha wachezaji kwa saa 8. Kocha huyo anataka kila mchezaji apate nafasi ya kucheza kutokana na undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Twiga Stars uso kwa uso na Afrika Kusini wa AFCON, habari katika ukurasa wa 23. Habari picha ikimwonyesha nyota mpya wa Simba Bakari Msimu mwenye jezi namba 19 akiruka juu kwa mpira kwenye mchezo wa kombe la Kagame juzi dhidi ya Mogadishu City Club ya Somalia. Timu hizo hazikufungana. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti Nipashe mwanga wa jamii.
Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Nchimbi amfagilia Rais Samia ujenzi wa uwanja. Habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akipata maelezo kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala kuhusu ujenzi wa uwanja wa Arusha utakaotumika katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2027. Maajabu 7 Yanga msimu wa 2026-2027. Habari katika ukurasa wa 17. Arsenal yamnyatia Vinicius Junior, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Changalawe ulingoni tena, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Twiga Stars karata ya kwanza wa AFCON leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Gazeti hili imeandika Resbeta Mount International School kutoa mafunzo ya uogeleaji bure da, habari katika ukurasa wa 17. Gazeti hili pia limeandika Ken kuongezewa mkataba Munich, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na gazeti Uhuru linatukamilishia udukuzi wa kurasa za mbele za magazeti mbalimbali ya Tanzania hii leo. Asante kwa kutuchagua. Tufuate pia Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, pamoja na X ni Toka Zamani TV_TZ. Asante na kwa heri kwa sasa.